wengi hata ambao hawakumjua. Kosa la kimkakati la pili. Kosa la tatu la kimkakati ni makosa aliyofunguliwa nayo ya uhaini. Makosa haya na jinsi kesi ilivyoendeshwa toka kule Kisutu mpaka kuja Mahakama Kuu imeonyesha wazi kuna kitu hakiko sawa katika maandalizi ya kesi hii. Kwa hiyo mashtaka haya yamemwongezea umaarufu na kuongeza chuki dhidi ya serikali na upande wote uliohusika katika kuandaa mashtaka haya. Ilikuwa ni kosa la kimkakati. Kosa la 4, haya yote matatu niyo yataja kwanza: risasi, la kumkamata, la kesi ya uhaini, yamehamasisha kisasi. Watu kuna visasi vimejaa katika vifua vya watu. Halo baba. Unanisikia? Halo baba. Halo. Unasikika baba? Unasikika? Kuna simu inajaribu kuingia hapa nikaikata. Ulikuwa kidogo tu, lakini otherwise tunakusikia vizuri. Sawa. Sasa haya yote ndio yataja yamesababisha kitu kinachoitwa kisasi katika vifua vya watu. Walio madarakani wana hofu ya kulipwa kisasi. Wanaotafuta madaraka ni kama nao katika hali ya hasira na mihemko, wakati mwingine wanaonekana wanapania watalipa kisasi wakiingia madarakani. Kwa hiyo hii roho ya kisasi ambayo imejengwa kutokana na makosa ya kimkakati ni mbaya sana. Ndiyo sababu unaona akifa kiongozi wa serikali watu wanashangilia. Likitokea jambo baya ndani ya nchi watu wanashangilia. Ni kwa sababu vifua vya watu vimejaa roho ya kisasi, ya kulipa kisasi, inayotokana na uonevu ambao umetokana na makosa ya kimkakati niliyoyataja. Sasa nikisha sema hayo makosa ya kimkakati, nirudi tena kwa ndugu yetu Tundu Lissu. Sasa ni jambo la wazi. Yeye sasa amejidhihirisha pia kwa mambo matatu. Ningesema amejidhihirisha kama amejitanabaisha kabisa kwamba yeye ni alama ya utawala wa sheria katika nchi. Nasikia watu wakitania yeye ni shule ya sheria, huyu ni dini na nini. Lakini Tundu Lissu ukimtaja sasa katika medani za kitanzania na za kimataifa, anaanza kuonekana kama simbo ya rule of law. Haikutarajiwa, lakini nalo kosa la kimkakati likamfanya na rule of law katika taifa letu. La pili amelisema, nafikiri Brenda nimemsikia akilisema hapo, Tundu Lissu ni alama ya selflessness, ni alama ya kutokuwa mbinafsi katika taifa letu. Angekuwa mbinafsi tungekuwa na kitu kingine tofauti. Hata wale wanaompinga, wasiompenda, na wako sworn enemies wake, wanafahamu katika mambo ambayo wanauhakika nayo, wanajua Tundu Lissu hanunuliki, aongeki, wengine wanamuita kichaa na kadhalika. Call him whatever you want to call him. Lakini nadhani ile spirit ya selflessness ambayo ndio ilijenga taifa hili tangu enzi za baba wa taifa, ule moyo wa kujitoa muhanga, wa kukubali nadhani imeonekana wazi katika utendaji na msimamo wa Tundu Antipas Lissu. Ni pamoja na alama, yeye pia ni alama ya kujitoa, ni mtu anayejitoa. Amejitoa, amepoteza mengi,
amepoteza mengi kwa ajili ya sijui ya misimamo gani yalionayo hii, lakini kwa vyote vile mtu hawezi kujitoa hivi bila kuwa na kitu anachokisimamia. There is something in him ambacho anakisimamia. Natamani watu wangelielewa hili na wakaona kwamba hapa kuna nguvu fulani inayotesa mtu fulani ambaye angeweza kulitumikia taifa hili kwa namna nzuri zaidi. Kwa hali hiyo, ndugu yetu Tundu Lissu, mimi ninavyomuona, amegeuka kuwa kivutio kwa vijana wetu. Amekuwa role model, amekuwa mentor wa vijana wetu. Sisi tulio wazee sasa tunaondoka, we are on exit launch. Vijana wetu wengi ambao ni wadadisi wanapotazamia kutafuta mtu wa kumuiga, wa kufanana, I think Tundu Lissu anawavutia zaidi. Anawatia moyo watumishi waaminifu katika ofisi zetu za umma, ya kwamba inawezekana kutumika na kutumikia watu bila fedha, bila kuhongwa. Ninajiuliza, katika hali hii ya utitiri wa hela zinazotolewa kama ajuku, Tundu Lissu angetaka hela angepewa ngapi? Nafikiri angepewa nyingi sana. Angepewa nyingi sana. Sasa labda nisipoteze muda wenu mwingi, nimalize. Kutokana na haya niliyoyasema, ziko hatari mbele yetu zinatukabili. Tundu Lissu kuendelea kubaki ndani ya gereza bila kuhukumiwa, bila kesi yake kuendelea, ziko hatari 4. Ziko hatari 4 zinalikabili taifa letu na sio za kuchezea. Hatari ya kwanza, hivi sasa taifa letu likivamiwa na maadui kutoka nje, tutashindwa vibaya sana, kwa sababu tumegawanyika kama taifa. Tutajikuta tuna raia wanaomshangilia adui anayetupiga. Mabeberu hawa tunaowasingizia kila wakati. Tumegawanyika sana kiasi kana kwamba watu hawaionei nchi yao huruma. Wanaweza kujikuta wanajiunga na adui au wanamshangilia adui kwa sababu ya kukosekana kwa umoja. Hatari ya pili, tumejenga matabaka mbele ya sheria. Sasa hivi mbele ya sheria watu wengi tuna matabaka. Kuna ambao wanaombwa wakamatwe na kuna wanaokamatwa bila kuambiwa wanakosa gani. Tumesikia mmoja akitoa mfano hapa. Sasa kuwa na matabaka mbele ya mfumo wa sheria sio jambo zuri. Ni jambo la hatari sana. Napenda nitofautiane na wale wanaofikiri ili hatari ya tatu, wanaopenda kusema kwamba Chadema imefungiwa kufanya kazi za kisiasa. Mimi napenda nikaze hilo, niseme sio Chadema peke yake. Vyama vyote katika nchi including CCM vimefungiwa. Hao mnaowaona wanazunguka, sijui nimesikia wako Simiyu, wako Tabora, they are doing nothing actually. CCM haiendeshi nchi kwa sasa. CCM haishiki hatamu. Iko nguvu nyingine. CCM inaendeshwa sasa. CCM inaendeshwa na serikali, CCM inaendeshwa na vyombo. Kwa hiyo vyama vya siasa vyote viko likizo kimsingi. Sasa kufuta vyama vya siasa ni jambo la hatari katika nchi, kwa sababu hiyo inakaribisha utawala wa kijeshi katika nchi. Kwa hiyo majeshi, vyombo vyetu vya ulinzi sasa vina nguvu kuliko vyama vya siasa, vina nguvu kuliko serikali, vina nguvu kuliko wananchi, vina nguvu kuliko katiba, vina nguvu kuliko mihimili yote. Kwa hiyo hii ni kama tuna serikali ya kijeshi iliyofunikwa kwa shuka fulani hivi. Tunaona dude fulani limefunikwa, tunafikiri ni serikali ya kidemokrasia, lakini kimsingi ni vyombo vyetu ndio vinavyoagiza na kuendesha mambo yetu. Kwa hiyo si Chadema peke yake, hata CCM iko kifungoni kwa maoni yangu, na kila mtu ana maoni yake. Alafu hatari ya 4 ni kama kutokana na hilo la tatu nilolisema, hata uraisi, ile presidency kama iko ama presidency imekuwa ni ya chama au presidency imekuwa ni ya vyombo.
hatuna tena rais ambaye anakuwa ni rais wa watu wote, kwamba rufu ya chama mtu yeyote anaweza kumwendea akamsikiliza akajua atatendewa haki. Tuna rais wa chama na ama tuna rais wa vyombo. Sasa presidency ni institution, urais ni taasisi. Ndiyo, kwa mujibu wa katiba yetu rais lazima tokane na chama, lakini akishaapishwa kuwa rais, mambo ya chama tukutana nayo kwenye vikao. Yeye ni rais wa watu wote, waliomchagua na waliomkataa. Ni rais wa Tanzania wote, wenye vyama, wasio na vyama. Anatakiwa wakati wote akisimama aonekane ni rais wa watu wote. Sasa hali tulio nayo kutokana na migogoro hii ya kutopenda kusikilizana na kuelewana inaufanya urais uonekane ni wa chama hivi, urais uonekane ni wa vyombo hivi, badala ya kuwa urais wa wananchi wote. Hii ni hatari, huko mbele ya safari tutakwama. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, mimi napenda nitoe mchango wangu kwa sehemu mpaka hapo, alafu kusudi na wengine nisiwanyime nafasi waweze kuendelea. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana baba, lakini hapana, nilikuwa naomba tu niendelee kukupa nafasi kwa sababu leo ni siku yako. Unanisikia babangu? Nilikuwa nasema hivi, nilikuwa napenda niendelee kukupa nafasi kwa sababu hii ni kwa ajili, ni siku yako special. Yani ni siku ambayo wewe pamoja na wengine nyinyi ni watu wachangie. Okay. Halo, nakusikia babangu, unanisikia? Nakusikia ndio, kwa tabu, lakini nasema nimechangia mambo ya kutosha. Watu wengine wachangie, tuendelee, nitarudi tena. Sawa babangu, sawa, hamna shida. Zawadizo, popote pale ulipo, naomba ufungue mic yako please. Zawadizo. Clubhouse nafikiri mnatupata live kabisa. Clubhouse nafikiri mnatupata live kabisa. Kaka Hamza, naomba utuhakikishie usikivu wa huko Clubhouse. Kitu nakusikia mamangu. Unanisikia? Okay. Tunasikika okay. Zawadizo, naomba ufungue mic, unaweza kaongea mawili matatu tena ukachangia hapo kitu kidogo wakati tunaendelea kusubiri waheshimiwa wengine wafike. Sawa, nadhani Bishop bado ana kitu cha kuongezea. Bishop ana kitu bado, lakini ameomba kwamba haya aliyoyaongea sasa hivi tunaweza tukampa muda kidogo alafu tukaendelea kuchangia alafu atarudi tena. Okay, sawa. Jamani, tumesikiliza point za Bishop, ame break down point by point, yani nukta kwa nukta, ili tuelewe situation ambayo inayoendelea. Tuelewe kwamba sasa hivi Tanzania haina mhula wowote wa sheria hazifuatiki. Sasa hivi ni uonevu unaoendelea. Yani hakuna Clubhouse walikuwa wamechangia kidogo. Tupa nafasi ya mtu mmoja sisi hapa TikTok kama Radio 47 achangia hata dakika ngapi wakati tunasubiri hao wengine. Ni uonevu kinachoendelea, ni kitu ambacho hatutakiwi kuingia macho. Hamna shida, basi ngoja tufanye kazi hiyo. Sawa. Kesho yetu hamna. Muda si mrefu nitawapa mic. Kama anavyosema Bishop, kama vyama kuna chama kimefungiwa au kuna nini, yani kinachoendelea, ukiona watu ambao wamechaguliwa kutoka kwenye vyama vingine, ili linatoka changa la macho, kwa sababu kila mtu anajua. Na Polepole alishasemaga, jamani, mheshimiwa Polepole alirudi Tanzania akawa anafanya zile session ambazo alikuwa ana break down jinsi ambavyo CCM imepenetrate kila idara ya nchi ku make sure kwamba hawatoki pale madarakani. Kwa hiyo ukiona vyama vingine ambavyo havipiganii haki za wananchi, ambavyo zimekaa kimya, ambavyo havijatoka barabarani, kama ambavyo Chadema wanavyojitumaga kutoka barabarani wapigwe mabomu ya machozi, wafanyaje, mjue kwamba hivi vyama ni ndugu. Yani ni ndugu wa karibu. Mkiona watu wanachaguliwa huko, ni changa la macho la kuonyesha international community kwamba bwana, mbona tunakubali, mbona kuna vyama, mbona kuna different parties, mbona tuna democracy. Hakuna kitu kama hicho. Watanzania hatuna democracy, hatuna chama, hatuna uongozi wowote. Tumetekwa sasa hivi. Nchi hii imetekwa. Nchi imeshikiliwa na watu ambao hawafai. Kweli jamani, mheshimiwa Tundu Lissu yuko pale ndani, watu wanadhihiki kutokea mahakamani, na bado Watanzania hatujaingia barabarani.
kuna kesi gani ambayo inaendelea ambao wewe umeona duniani kwamba jaji hajatokea, prosecutor hajatokea, na bado hiyo kesi inaendelea? Mmeona wapi kitu kama hichi jamani? Au mpaka mtu atoke? Kweli mnamsubiri mheshimiwa atoke awaambie Watanzania ingeni barabarani? Na ni kitu ambacho mnajua hakiwezekani. Au tunasubiri mheshimiwa Heche aseme Watanzania ingeni barabarani? Na ni kitu ambacho mnajua wanasemaga jamani, hata tukisema inabidi na nyie muonyeshe initiative. Wanachokisubiria ni initiative. Mimi nilisema hapa meeting iliyopita, nikasema hivi tukiamka saa 12 asubuhi, wewe mwenye kikundi cha Kikoba, wewe ambao unajua unaweza kuwapigia simu watu 10 wakatoka, wewe ambao unajua kuna kaka alipotezwa, kuna dada aliuliwa, kuna mtoto aliuliwa, namjua mzazi wake, namjua kaka yake, namjua dada yake, najua nikipiga hii simu nikasema tukutane hapa Salenda watatokea. Wewe ambao unajua kabisa jamani kuna mama ameuliwa pale, namjua mume wake, najua, yani unajua watu 10, akapigia watu wengine 10, mkapigia watu wengine 10, kweli tunashindwa kutoka hapa? Na saa nyingine sio lazima hata tupige hizo simu. Na maana nikasemaje, hivi kweli kuna kesi inayotokea ambao jaji hajatokea, nini hajatokea, na bado Watanzania tumekaa ndani tukisubiria, tukiangalia kwenye TV. Yule baba akitoka pale anatokaga na shangwe, anatokaga na imani, mpaka ametuandikia barua kutuambia jamani hali ni mbaya. Hivi jamani, leo na kesho, Mungu God forbid, lakini chochote kikiendelea pale ndani, yule baba tukampoteza, tutajilaumu kiasi gani? Shujaa yule aliyesimama imara na sisi, tunashindwa nini kusimama imara na yeye? Tukasema imetosha, tukasema sasa hivi imetosha. Huu mwezi huwezi kupita yule baba kakaa pale ndani, imetosha, we've had enough. Sasa hivi tunaenda kumtoa, hata kama ni pale mahakama kuu, acha watuulie pale mahakama kuu, acha watuulie pale mahakama kuu, lakini tunaenda kumtoa sio kama Chadema, sio kama sio kama nini, tunaenda kumtoa kama Watanganyika wenye uchungu na nchi yetu, kama Watanganyika ambao wewe ambao unasoma sheria sasa hivi unaona hiyo sheria inaenda wapi? Tanganyika Law Society, mnaona hizo sheria zinaenda wapi? Mabukusi kila siku anatutetea kule mjuu, anasimama, lakini hawezi akasimama peke yake. Hawezi akasimama peke yake, lazima asimame na sisi wote. Lazima na sisi wote tuamue kwamba tumechoka kukaa, tumechoka tukisubiria eti sijui nani aje. Hapana, tunasubiria tamko la fulani. Hapana, tumechoka, tunataka kutoka hapa tulipo na kusimama na hawa watu. Inabidi tujitokeze, we need to show initiative. Sijui ni kusema hichi kitu clearly kwa Kiswahili, lakini inabidi tujitokeze jamani. Mimi nataka tu niishie hapo, endeleeni kusikiliza, endeleeni kuelewa kwamba kesi ya mheshimiwa Tundu Lissu sio kesi ya kawaida, sio kesi yenye mhula wa sheria wowote. Ni kesi ambayo inatukabili sisi wote, na ni juhudi zetu sisi na jitihada zetu sisi ambazo zitamtoa pale. Tusiwategemee kwa vyovyote kwamba viongozi watakuwa hata na utu wa kujua kwamba huyu baba haja deserve kukaa pale. Jamani, asante sana Zawadizo, asante sana. Nipo hapa na kupata barabara kabisa. Tunashukuru sana kwa maneno yako mazuri jamani. Vyovyote vile iwavyo, lakini lazima tujitahidi tuhakikishe kwamba tunafanya mpango Tundu Lissu atoke. Yaani hiyo ndio kauli mbiu, tufanye vyote tuwezavyo Tundu Lissu atoke, na ikiwezekana na kina Humphrey Polepole pia. Okay, kabla Eva Shayo, napenda kutambua uwepo wako ndugu yangu. Kabla sijakuruhusu ufungue maiki, naomba nitoe matangazo yangu kidogo hapa kwa muda. Kwanza kabisa napenda kutangaza tutakuwa tuna mkutano wetu mwingine ambao unafuata, itakuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ninaomba tujiandae kwa ajili ya mkutano mwingine unaofuata. Nitautaja hapo baadaye kidogo, nitataja jina la mkutano huo ambao unafuata, na nitataja na muda na kila kitu. Lakini naomba tu kufahamisha kwamba Ijumaa ijayo muda kama wa kawaida wa saa 3 kamili tutakuwa tuna mkutano mwingine mkubwa tu utafanyika hapa. Kitu kingine ningeomba pia kutoa rules za Discord, yani kutoa tu taarifa muhimu za Mwangaza Hub Discord kwa ujumla, kwamba Discord ni sehemu salama kabisa na ni sehemu ambayo ni ya utulivu na kila kitu kinafanyika kwa mpangilio sahihi. Na ukiwa uko ndani ya Discord ujue kwamba uko sehemu sahihi na uko sehemu salama. Discord vile vile kuna simu ambazo tunaweza tukapigiana wenyewe ambazo ni private kwa ajili ya kupeana mikakati zaidi kwa heshima na taadhima. Vinafanyika vitu kama hivyo, na kuna rooms mbalimbali kwa ajili ya vikao.
na vikao hivyo watu wanakuwepo humo ndani. Unaweza kaja hapa kwenye stage ukakuta hakuna watu, lakini pengine watu wako ndani wanafanya vikao kwa ajili ya mikakati na kupanga ni jinsi gani ambavyo tutaikomboa nchi yetu. Na vile vile zipo rooms kwa ajili ya mikoa tofauti tofauti kulingana na mikoa yetu tuliyokuwa nayo nchini hapa nchini kwetu Tanganyika. Unaona Kwa hivyo unapokuwa uko Discord ujijue kwamba uko mahali sahihi na upo sehemu salama kwa nidhamu na heshima kabisa. Discord ni sehemu ya heshima kabisa. Ukija hapa hatutakuvunjia heshima yako na wala hautavunjiwa heshima na mtu yoyote. Karibuni watu wote, mnakaribishwa mfungue Discord sasa kwa sababu mikutano yetu yote ijayo itakuwa ina base sana Discord. Ingawa tutakuwa tunaunganisha kama hivyo, lakini kila kitu kitakuwa kinafanyikia hapa Discord. Sasa naomba nikukaribishe ndugu yangu Eva, dada yangu kipenzi, fungua mic yako, karibu. Tunahitaji kukusikia. Akitoka Eva basi nafikiri mheshimiwa John Heche atakuwa ameshafika. Tunaendelea na kikao chetu. Karibu sana Eva. Asante sana dada Kate Marie, unanisikia? Yes, unasikika vizuri kweli. Asante sana. Jamani wana Discord, habari za saizi na watu wote mitandao yote, najua we are connected kila mahali. Kwanza kabisa naomba niwatakie heri ya Easter. Happy Easter. Asante na wewe pia. Asante sana. Lakini pia katika kipindi hichi cha Easter naomba tumkumbuke mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu. Naona ndo topic, ndo mada ya leo, na mimi naomba ni jump moja kwa moja kwenye kutoa maoni yangu juu ya hili swala. Watanganyika, sana sana Watanganyika tumemsahau Mheshimiwa Tundu Lissu. Hilo lazima tuambiane ukweli. Mwaka mmoja unaishi sasa, Mheshimiwa Tundu Lissu yuko ndani. Amefungwa. Kabla ya maandamano na baada ya maandamano, ile mwezi wa 11 na mwezi wa 12 mpaka hapo January, tulikuwa na sauti kubwa sana ya kudai free Tundu Lissu, lakini somehow tumekuwa comfortable, somehow tumesahau hata kuweka pressure serikalini kwa hawa na CCM, hawa majambazi, Mheshimiwa Tundu Lissu atoke. Na bila sisi kuweka pressure hawawezi wakamwachia Mheshimiwa Tundu Lissu, kwa sababu Tundu Lissu akiwa nje atasimama upande wa Watanzania, atasimama upande wa Watanganyika, atasimama upande wa wananchi. Hawezi kuwa nje akasema basi haya mambo yaishi. Na hilo swala CCM wanalifahamu kabisa, kwamba wakimwachia Tundu Lissu atakuja kuweka pressure, kwa sababu CCM they are so comfortable sasa hivi, wamerelax sasa hivi mpaka wanaanza kuongelea, yani wanaanza kupigana vijembe vya uchaguzi wa 2030, wakati ndo juzi tumetoka kwenye uchaguzi, hata miezi mingapi, hata mwaka haujaisha. Yani that's how comfortable CCM. Yani hawaogopi, hawashtuki, hawana wasiwasi, hawana nini, wanaendelea na mambo yao as if business as usual. Na hili sisi ndio hili ndio la kwetu sisi, tulaumiwe sisi kabisa. Tumemsahau Tundu Antipas Lissu. Tunatakiwa tujipange, tujue tunajipangaje kabla ya, yani I don't know, in the next 2 months, yani tupange mipango in the next 2 months, twende kama tunaenda Ukonga, twende Ukonga tukatoke na Tundu Lissu. Tukiacha haya mambo yaishe kwamba mahakama itamwachia, itamkuta hana makosa, sijui DPP watamwachia, atamkuta hana makosa, tunajidanganya, tunaendelea kumtesa Tundu Lissu huyu ambaye ameamua kujitoa kwa sababu ya taifa letu. Tumeona kesi inavyopelekwa mwaka mzima, kesi inavyopelekwa. Wangekuwa na nia ya hii kesi iwe fair, hii kesi ingekuwa yani tungekuwa tunaona kwamba inaenda kuisha. Wote tunasikiliza yanayotokea mahakamani ni mazingaumbwe. Hamna kitu cha maana kinachosemwa. Hamna kesi yoyote pale. Sasa hivi wametulia, sijui wanataka wairudishe tena sijui kwa nani, ndio waende wakafungue kesi. Zimepita siku karibia almost, I think sasa hivi tuko siku ya juzi ilikuwa 34, sasa hivi tuko siku ya 38 au 40 kama sikosei, bila Tundu Lissu kupelekwa mahakamani, yani bila kutokea mahakama. Na huko alipo anawekewa makamera,
Yani he doesn't have any privacy. Uko gerezani koko kwenyewe hana privacy yote. Anawekewa kamera 24 hours under surveillance. Anaangaliwa na kamera. Yuko peke yake, isolated. Haruhusiwi kuonana na mtu yeyote, mwanachama, mwanasheria wake, sijui nani, zaidi ya ndugu au wanasheria wachache tu, na kwa kipindi kifupi sana. Na akiongea na ndugu yeyote, polisi wamemzunguka pale muda wote. So yani wakishaanza kuongea masuala yote ya siasa, wanaanza kuambiwa muda umekwisha. Na sisi tuko huko. Poteza Maria Cute kapotea. Maboy, kama upo unganisha live Maboy. Maboy, unatusikia? Jamani, hapo mnaunganisha kaka Sama ongee basi hapa. Sengine anasinzia. Maboy, wewe anza tu. Maboy mwenye sengine kalala. Hayupo online. Cute labda network yake. Tunaomba kaka Sama afungue mic yake. Hawezi kuwa anaendelea huku tunasubiri kuunganisha. Yes, kaka Sama. Na connectia jamani, sijali. Okay, wewe unatuambia sasa. Kaka Sama, uko pamoja na sisi kaka au umelala? Subiri wakiunganisha Discord mtaniambia nifungue ili wasikie tunachoongea. Hapa TikTok tunaongea sana kila siku. Kama wataunganisha Discord nitaongea. Maana hapa nimeongea mpaka call imeshachoka. Unataka uongelee Discord Yaani tuunganishe ili sisi tunawasikiliza kule na wao wasikie maoni yetu ya huku wana TikTok. Umenielewa? Yes, nimekuelewa. All right. So huku nimeiongea sana leo mpaka call imekwama. Kwa hiyo tunataka na wazee wasikie, wajue tunaongea nini vijana huku, au na wazee wenzao tuna nini huku, au sio? Kabisa. Kwa hiyo mkiniunganisha Discord nitaongea, lakini hapa siwezi kuongea sababu nimeongea sana leo. Unaona hadi sauti imechoka. Naona kabisa unaanza hata kusinzia. Naona host nanibania tu kwa sababu kuna wakati mwingine anamrudia mtu mara mbili. Sio mbaya. Weka vitu tupige nondo. Tupige nondo. Tuna machungu na nchi. Wekeni tupige nondo. Nye msiogope, nipeni nipige nondo kama inakuwepo nafasi ya free. Tuna machungu. Host anaposema ngoja tumsubiri mtu, tupeni hata dakika 2. Tumekuelewa kaka Sama na tunalifanyia kazi. Nadhani uko sahihi. Jamani wapendwa, wakati tunasubiri mitambo yetu ikae sawa, naomba tutume makopa kwa wingi na tujitahidi ku tap the screen. Naomba tujitahidi yani najiuliza watu wengi tunasubiri muujiza gani tukijue kwamba ni jukumu letu, ni haki yetu kumpigania, kama kwenda kumtoa kwa nguvu pale, tukavunje ile magereza, tukavunje milango ile ya gereza, wafungwa wote watoke pamoja na yeye, alafu tuanze mtu. If that's needed to be done. Lakini hatuwezi kusubiria imani, kusubiria huruma za Samia na genge lake la wauni wale majaji pa. Kwa hiyo mimi naomba Tanzania, kwa sababu naomba nimalizie, nimemwona makamu mwenyekiti ameingia hapa, naomba nimalizie haraka. Mimi naomba Watanganyika, let's go back to the drawing board. Turudi tujue kwamba tumejisahau. Tupange mipango ya kwenda kumchomoa Tundu Lissu. Yani there is no peace. Hakukaliki Tanzania, kusikaliki Tanganyika mpaka Tundu Lissu atoke ndani. Hiyo ndio iwe dalili.
Yani hiyo ndio ilani yetu ya usea wa moto, kwamba no justice, no peace, hakukaliki, hakutulii mpaka Tundu Lissu atoke ndani. Naomba tuliweke hiyo na tuweke mkakati in the coming month awe ametoka. Dada Kate Maria, naomba nishie kwa hapo kwa sababu namuona kama mwenyekiti ameingia, tuko tunamsikiliza. Asante. Okay, asante sana dada Eva. Endapo kama itahitajika nafasi ya wewe kuongea tena, basi utarudia tena, hamna shida. Karibu sana Mheshimiwa John Heche. Tunayo furaha kabisa kuwa nawe pamoja nasi mahali hapa siku hii ya leo. Karibu sana, tunaomba ufungue mic yako, tunaomba uongee na sisi. Asante. Maria, unanisikia? Au niposikia? Nakusikia labda dada Kiti hapo. Eva, nakusikia vizuri. Unanisikia mimi? Kiti Maria sijui yupo. Mimi nipo, mnisikii? Niko nakusikia dada Eva, na ninashukuru sana kwa maongezi yako. Nashukuru kwa mchango wako, na najua utaendelea kuwa hapa na sisi. Sasa Kiti naona kwamba wamesema kwamba Mheshimiwa Heche yuko tayari kuongea. Sijui kama tunaweza tukaenda kwake sasa hivi. Karibu Mheshimiwa, tuko hapa tunakusikiliza. Karibu sana Mheshimiwa. Hello. Karibu sana Mheshimiwa John Heche. Sijui unaweza kuwasha mic tukaongea sasa hivi. Karibu sana, stage ni ya kwako, tuko hapa tunakusikiliza. Kama uko tayari tutashukuru sana ukiongea na wewe kuongezea hapo mambo mawili matatu. Kiti Maria, zima mic. Dada Mwangaza upo? Mwangaza. Maboy, kuna kitu kinapiga kelele sana. Sijaelewa ni nini, labda anarekebisha hapo mitambo kwa nyuma. Ila dada Mwangaza yupo. Maria, habari zenu? Kiti Maria. Nzuri, nakusikia. Kiti Maria hakuwa na tatizo la sauti. Kiti Maria. Kiti Maria ana tatizo la sauti kwa sababu tayari mic yake iko on lakini hasikiki. Ndio. Cute, labda ungeshuka alafu ukajaribu kupanda tena Cute, sababu tunataka nakusubiri utuongoze hapa, lakini ndo sauti haisikiki. Ya tunakusubiri tena upande. Ndio, lakini wakati tunasubiri Deni panda basi ili upate uongoze. Tena uongoze jahazi. Wakati tunamsubiri dada Kiti Maria kuingia, ningependa kumkaribisha Mheshimiwa Heche. Ameshawasili na amewasha mic yake. Asante sana karibu dada sana, Eva, karibu tunakusikiliza. Karibu, stage ni ya kwako Mheshimiwa. Karibu. Bila ya sisi wenyewe kupambana hatuwezi kumpata. Mheshimiwa Heche, unakaribishwa Mheshimiwa Heche. Naona moderator wana matatizo. Lissu moto, hata wewe una shida kidogo. Eva Shah, unanisikia? Zawadiza, unasikika? Okay, sawa. Asante C6. Mheshimiwa Heche, umewasha mic yako lakini kama unaongea hatukusikii. Kama unaweza labda ukatuambia kama una tatizo lolote la audio kwenye hapo kwenye chat. Naona umewasha mic lakini hatukusikii kabisa. Okay, Mwangaza, Mheshimiwa anasema anaongea. Umeshuka. Nipo hapa nasikika. Nipo nasikika. Sasa hivi unasikika Cute. Mheshimiwa alikuwa anaongea lakini asante sana. Naomba nitoe pole kwa chochote kilichoendelea kwa muda mfupi. Naomba tuendelee.
Asante sana kurejesha kwa yote unayokuwa mazuri sana. Kubariki sana. Sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa John Heche. Kwa heshima na taadhima, tunaomba ufungue mic yako, tunaomba tukusikilize. Amesema anaongea lakini hasikiki, kama ninavyosoma kwenye chat. Amesema anaongea lakini hasikiki na anashangaa kwa nini hasikiki. John Heche. Cute nanisikia. Amesema anaongea lakini hasikiki. Kwa hiyo naomba kama anaweza akafunga applications zingine ambazo ziko wazi. Kama umefungua application yoyote. Mheshimiwa John Heche, karibu. Mheshimiwa anasema anaongea lakini hasikiki. Mwangaza, naomba uangalie hii situation. Naomba nielekeze kidogo. Samani, kuna mwingiliano mkubwa sana wa sauti kati ya nyinyi moderators, lakini pia ikiwa kama Mheshimiwa Heche amewacha application nyingine yoyote, kama ana application ya WhatsApp, naomba atoke kwenye WhatsApp ili aweze kuongea vizuri, kwa sababu upande wangu yuko clear. Lakini kama amewasha application ya aina yoyote ile, ina suppress. Na pia naweza nikamhamisha kutoka hapo kumpelekine na kumrudisha ili mic yake iende kwa unaweza nikafanya hivyo kwa dakika 2. Ikiwa mnaendelea kujiseti hapo juu, naomba ni Mheshimiwa Heche nimpeleke kwenye room nyingine afu niweze kumrudisha hapa juu aweze kuongea kwa clear. Sawa dada. Nilikuwa naomba dada Eva, kwa kuwa ulikatisha maongezi yako kwa sababu ya mheshimiwa, basi naomba uendelee wakati tunasubiri mheshimiwa anarekebishiwa. Kiti dada Eva alimaliza kuongea, ndo nadhani labda mtandao wako labda sijui nitaendelea kwa sababu mzuko umekata, lakini ngoja kuna jambo moja ambalo wakati Mheshimiwa Heche anajiandaa, naomba nitilie mkazo. Ndugu zangu wa Tanganyika, kuna kipindi tulikuwa na mzee wa Kikombe. Huyu mzee wa Kikombe alikuwa anatibu magonjwa yote, kansa, ukimwi, sijui nini, colic yoyote, mpaka nuksi alikuwa anatoa kikombe chake. Yaani unaenda huko, walienda watu wengi nchi nzima, ilihamia huko sijui Loliondo huko maeneo huko. Walikufa watu wengi sana. Wagonjwa wengine walimfia barabarani, wengine walingine, kuna wengine ambao wanasema walipona nini na nini, walipona kama placebo effect, kwa sababu kuna ile msemo unasema imani huamisha milima. Waliosema wanapona, but I don't think, kwa sababu there is no doctor, amna doctor leo wapima baada ya pale akasema hawa watu ugonjwa wao umeishi. Naongea hivyo kwa sababu nimeona watu wanapoteza muda kwa kujadili eti kuna watu akurulile. Yeye siwezi hata kufikiria eti kuna watu wanaiba nyeti za watu. Jamani, yani watu ambao wanashabikia vijana wanakimbizana, wanaacha kufikiria mambo ya ripoti ya CAG, wanaacha kufikiria kupanda kwa mafuta, wanaacha kufikiria walimu wameitwa Dodoma wamevalishwa sare za CCM. Tujiulize, je, wafanyakazi wa umma wamekuwa wana CCM? Yani hatuachi kufikiria mambo ya muhimu yaliyotokea kipindi hichi. Tunapiga kelele watu wamepoteza nyeti za watu zinapoteaje? Kama imepotea siipotee ibaki flat. Kwa nini inapotea na baki kibamia? Yes, ipotee zibaki smart, is flat. Yani pale pabaki kweupe tujue kwamba ni kweli imetokea. Wanatafuta watu wenye vibamia, wanatengeneza skendo. Na Watanzania, Watanganyika vile tunapenda mambo, tunapenda matukio. Wote tunabebana, wote tunaacha kujadili mambo ya maana. Tunaenda kujadili watu wenye vibania. Monas. Ni mtu mbavu ambao hujaweza. Halafu mchungaji ndio anaenda kurudisha hizo nyeti. I say, kuna ule msemo watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa.
Wote hapa tunasoma vitabu vya dini. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ndio hii sasa inajidhihirisha kwenye taifa la Tanganyika. Nchi zima kila hali sijui nyeti. Guys, tufikirie. Let's use our common sense. Jambo lolote linapotokea tufikirie, tuchukue kwa akili kwamba how likely, yani kwa asilimia ngapi hili jambo linaweza likawa ukweli. Tuache kushikwa akili na kutolewa kwenye mambo ya maana, mambo yenye uzito kwenye taifa hili. Bunge ndo limeanza juzi, jana limeanza juzi. Hamna kitu wanachojadili, vitu vinapanda bei. Rais wenu anawaambia mambo, vitu vinapanda bei, vitaendelea kupanda. Mafuta yamepanda bei, vitu vitapanda. Hapikirii hata njia ya kuwatolea mizigo, nyie mnajadili vibamia. Tumba kabisa. So pissed na hili swali. Yani limenikwaza vibaya kuona vile watu wanashadadia. Hamuoni kwamba mnatolewa kwenye reli? Kuna mambo mazito yametokea kwenye taifa. Mwisho wa mwezi wa 3 mpaka sasa hivi watu mnajadili vibamia. Mimi nimemchoka taifa la Tanzania. Naomba turudi kwenye focus. Turudi kwenye focus. Tusipotezewe muda, wasitutoe kwenye mstari kwa mambo yao ya kipumbavu, kwa tendo zao hizi wanazotengeneza, hizi kiki za kipumbavu, na wote kama makondoo tunageukia huko, tunaacha kufikiria. Let's use our common sense. Tutumie maarifa aliyotupea Mwenyezi Mungu. Mungu hajaumba mpumbavu duniani. Upumbavu ni wa kwako, umeutafuta peke yako, na ujinga ni wa kwako. Toka kwenye huo utumwa wa akili. Fikiria for once. Tumia akili yako. Maria, naomba nishie hapa. Naomba ongea mwingine. Asante sana dada Eva, asante sana. Umeongea kwa uchungu sana. Nafikiri mwenye sikio na asikie, na nyewe pia imeandikwa kwenye Biblia. Mwenye sikio na asikie. Mengi sana naongelewa hapa. Hata Bishop Dr. Bagonza pia ameongea mengi sana. Watangulizi wetu wote wameongea vitu vikubwa sana vingi. Kwa hiyo hata kaka hata hapo ameongea. Kwa hiyo mwenye sikio na asikie jamani. Kuna vitu ambavyo ni lazima tuwe consistent na tujue kitu ambacho tunakifanya, ili tusiwe kama vile Biblia ilivyoandika kwamba watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Tujitahidi sana tuwe makini katika kile tunachokifanya. Okay, wakati tukiwa tunaendelea kumsubiri Mheshimiwa John Heche akiwa anatibishiwa huko mic yake, nitaomba tena dada Brenda, kama upo, kama una lolote tena la kuchangia, basi nakuruhusu, unaweza ukafungua mic pia vile vile. Lakini pia kama kabla dada Brenda, nimekuona Moto Ulao hapo, ninakuomba Moto Ulao ufungue mic ili uweze kutupa nawe mali matatu. Dada Moto Ulao, karibu sana dada Moto Ulao, fungua mic yako. Dada Moto Ulao, naomba ufungue mic. Clubhouse nafikiri natupata live kabisa, na pamoja pia na TikTok natupata live. Endelea dada Moto Ulao. Asante sana dada Cute Maria, asante sana waheshimiwa wetu wote mliopo, na wenzetu wa TikTok, Instagram, popote Facebook. Nasema asanteni sana. Asante sana kwa kutayarisha jambo kubwa kama hili, kusudi tukumbushane, kusudi tusisahau, kusudi tusije tukalaumiana labda yule afanye hiki afanye kile. Lakini kama tunavyosema theme yetu leo, sauti ya radi haizimwi na kuta za gereza. Radi ikiwa inapiga kule nje, hata ukiwa sijui chini kule kwenye basement, watu wenye basement ile vyumba vya chini kabisa mnasikia. Kwa hiyo kaka yetu Lissu, ambaye alianza tu mdogo mahali fulani katika Tanganyika yetu, katika Tanzania yetu, kutetea
kuona kwamba hiki kitu ni kibaya, akaanza katika ngazi ndogo kutetea mpaka akafika dakika hii tuliyopo hapa kutetea. Hiyo najua kwamba kuna watu labda wanasumbua huko, lakini mkae kimya katika jina la Yesu. Hapa tunafanya vitu vya kimungu. Hapa tunatetea haki ambazo Mungu aliyetupa. Hiyo ni fundamental right yetu kama na wewe huko hapa Mtawa. Hiyo ni fundamental right ya binadamu ya Mtanganyika na Mtanzania na mahali pote duniani. Lakini kama ninavyosema, iko pabaya kabisa, iko kwenye wingu zito na jeusi kabisa. Lakini Watanganyika leo nakwambia, leo Mtanzania, usife moyo, usizimie moyo. Mungu wetu yuko mbele yetu. Mungu wetu anatutetea. Najua kila mtu hapa akija anasema kwamba mimi mimi ni Mkristo, mimi ni Muislamu nini, kwa hiyo tunamtegemea Mungu huyo mmoja. Na Mungu wetu katika Ukristo anasema kwamba mimi ni rafiki yako na nilikujua kabla hata hujatungwa mimba kwenye tumbo la mama yako. Kwa hiyo Mungu wetu ilimfurahisha sisi tuwe hapa katika Tanganyika, katika Tanzania, tupewe vitu, resources ambazo Mungu ametupatia, ambazo amezificha kwenye michanga, ambazo alisema kwamba wewe utakuwa Mtanganyika, utakuwa hapa na tuzo lako ni hili hapa. Kwa hiyo watu ambao divide watasema kwamba wewe chimba, wewe uwe marketia, wewe uwe mfanyasia, wote mtagawana kwa hivyo. Lakini hakuna mmoja ambaye atakayemdhulumu mwenzie kusudi yule awe kama bwanyenye na huyu awe kama mtumwa. Lakini Mungu alituumba kwamba binadamu wote tufanikiwe. Hakuna hata mtoto mdogo ambaye amezaliwa leo, mama anafungua titi, anampa nyonyo. Hakuna mtoto anayepuliza titi, anavuta. Na nilisikia kwa mzee Gwajima kwamba hakuna mtu ambaye anaumbwa kufail. Kwa hiyo usije ukajiona kwamba wewe Mtanganyika umefail kwa vitu vingine, lakini ukianguka usikae chini, anguka, jipanguse matako, jipanguse magoti, pigana tena. Lakini kabla hujapigana tena, ujijue wewe ni nani katika Mungu. Mungu wetu ndiye atakayetufanya tutoboe. Nakwambia, this is a spiritual warfare. Hii ni spiritual, hii ni kitu cha kiroho. Usije ukasema kwamba ni watu tu wamekunywa gongo, wamekula mbegu mbaya, basi wamekuja kutupiga, kufanya nini? No, wamekuja na nguvu za kuzimu. Kwa hiyo mjue. Kwa hiyo sisi tunapigana na nguvu za kuzimu na hatuwezi kushinda kama Mungu wetu hata tuongoza akawa mbele, sisi tukapata. Kwa hiyo mimi Mtanganyika nakwambiaje? Nakwambia, nyanyua mikono, be submissive. Ujitoa, useme Mungu, niko hapa, nitumie kama chombo. Nchi yangu ulionipa nijisifie, ni watu waangalie, waseme tu Tanganyika, Tanzania, kuna hiki, tunataka tufanye biashara na wewe.